Asante sana Kisa Daniel, na tuanzie na uongozi wa Simba Sports Club umethibitisha tarehe rasmi ya mchezo wao wa kwanza wa hatua ya makundi wa klabu bingwa Afrika CAF Champions League dhidi ya Petro Atletico kuwa mchezo huo utachezwa Jumapili Novemba 23 saa 10 jioni katika uwanja Benjamin Mkapa, ikiwa ni mabadiliko kutoka tarehe ya awali ambao ulipaswa kufanyika Jumamosi Novemba 22, 2025. Meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amethibitisha tarehe ya mchezo huo na mabadiliko yaliyotolewa leo Novemba 17, 2025 wakati akizindua hamasa kwa mashabiki kuelekea mchezo dhidi ya Petro Atletico ya nchini Angola. Nianze kwa kutangaza rasmi ya kwamba mchezo wetu wa kwanza wa hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika baina ya Simba Sports Club dhidi ya Petro Atletico di Luanda utapigwa siku ya tarehe 23 ya mwezi wa 11 saa 10 kamili katika uwanja Benjamin Mkapa. Tumelazimika kuitangaza kwa utuo tarehe hiyo kwa sababu hapo awali kulikuwa na taarifa mkanganyiko juu ya tarehe ya mchezo huu, na kwa mantiki hiyo basi kila mwana Simba hii leo apokee taarifa hii rasmi kutoka klabu ya Simba ya kwamba mechi yetu itakuwa ni tarehe 23 saa 10 kamili kunako dimba la Benjamin Mkapa. Kwa upande mwingine, Ahmed Ali ameweka wazi juu ya hali ya kikosi cha Simba, ambapo amethibitisha kuwa golikipa wao Musa Kamara atakuwa nje ya uwanja kwa muda wiki 8 hadi 10 kutokana na majeraha, lakini kiungo Mohamed Bajabir amepona kwa 100%. Kuelekea katika mchezo huo tutaendelea kuwakosa wachezaji wetu wawili. Nina mlango Musa Pinpin Kamara ambaye ameondoka jana, amekwenda Morocco kwa ajili ya matibabu, na kesho Mwenyezi Mungu akijalia ndiyo siku yake ya kufanyiwa upasuaji, na baada ya kufanyiwa upasuaji atakaa nje kwa takriban wiki 10 mpaka 8, kwa maana miezi miwili fulani hivi atakosekana kwenye kuitumikia Simba Sports Club. Lakini tutaendelea vile vile kuikosa huduma ya beki wetu Abdulrazak Hamza ambaye bado anaendelea na matibabu, na yeye vile vile wiki hii yuko mbioni kuelekea Morocco kwa ajili ya kwenda kufanyiwa vipimo zaidi ili tuweze kuona amefikia wapi katika matibabu yake. Lakini taarifa njema zaidi kwetu ni kwamba kiungo wetu mshambuliaji Mohamed Bajabir yeye ameshapona kwa 100% na sasa yuko tayari kuanza kuitumikia Simba Sports Club. Wapinzani wa Simba Sports Club kwenye mchezo huu wa kwanza wa kundi D, Petro Atletico, watawasili nchini Novemba 19, 2025, lakini waamuzi wa mchezo huu wote wanatoka nchini Congo Brazzaville. Na bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB imetangaza maboresho ya ratiba ya ligi kuu ya NBC Premier League. Kwa mujibu wa ratiba hiyo, ligi itaanza kutimua vumbi tena Novemba 21, 2025 kwa kuchezwa michezo miwili baada ya kumalizika kwa kalenda ya kimataifa ya FIFA. Katika taarifa hiyo iliyotolewa na bodi ya ligi hii leo, imeonyesha michezo itakayochezwa Novemba 21 ni KMC itaikaribisha JKT Tanzania katika dimba la KMC Complex saa 10 jioni, na baadaye Namungo FC itaikaribisha Dodoma Jiji saa 1 usiku. Kwenye ratiba hiyo mpya, michezo ya dabi ya Kariakoo yote miwili itachezwa mwakani 2026. Mchezo wa kwanza utachezwa Machi mosi ambapo Yanga Sports Club watakuwa wenyeji wa Simba Sports Club, na mchezo wa pili utachezwa Mei 3 ambapo Simba watakuwa wenyeji wa Yanga Sports Club. Dirisha dogo la usajili litafunguliwa Januari mosi 2026 na litafungwa Januari 30, 2026, na ligi kuu itamalizika rasmi Mei 29, 2025. Na tugeukie katika medani za kimataifa. Jumla mataifa 32 yamefuzu kucheza fainali za michuano ya kombe la dunia, fainali zitakazofanyika mwakani 2026 nchini Marekani, Canada na Mexico, huku timu ya taifa ya England ikiandika historia ya kufuzu fainali hizo pasi kupoteza wala kuruhusu bao lolote katika michezo 8 waliocheza ya kuwania kufuzu fainali hizo. Idadi hiyo imefikiwa baada ya taifa la Ureno na Norway
Galatasaray kujihakikishia nafasi yao ya kushiriki michuano hiyo katika michezo iliyopigwa jana Novemba 16, 2025 ambapo Ureno ilishinda ushindi mnono bao 9-1 mbele ya Armenia, huku Norway ikiwa ugenini ilitandika Italy Griazzurri bao 4-1. Ikumbukwe kwa sasa yanasubiriwa mataifa 16 kukamilisha idadi ya timu 48 ambazo zitakwenda kushiriki michuano hiyo katikati ya mwaka 2026, ambapo kuanzia leo Novemba 17 mpaka kesho kutwa Novemba 19, 2025 tutashuhudia ikichezwa michezo mingine 23 ya kuwania kufuzu fainali za kombe la dunia 2026. Kwa barani Afrika, timu ya taifa ya Jamhuri ya Kongo imefanikiwa kufuzu hatua ya mtoano ya kufuzu kombe la dunia hatua ya mabara baada ya kushinda mchezo wa mtoano dhidi ya Nigeria kwa mikwaju ya penalti 4-3. Na zikiwa zimesalia siku mbili kuelekea usiku wa tuzo za CAF 2025, shirikisho la soka barani Afrika limetoa majina ya mwisho yaliyoingia fainali katika vipengele mbalimbali vinavyowaniwa katika tuzo hizo zitakazofanyika mjini Rabat nchini Morocco. Wachezaji wanaowania tuzo ya mchezaji bora wa mwaka wa Afrika wa ujumla ni mshindi wa mwaka jana Victor Osimhen wa Galatasaray na taifa la Nigeria, Mo Salah wa Liverpool na Misri, na Ashraf Hakimi wa PSG na Morocco. Kwa upande wa tuzo za mchezaji bora wa Afrika wa ligi za ndani ni Fiston Mayele wa FC Pyramids, Mohamed Kib wa Morocco na FC Pyramids, na Osman Lamlawi wa Morocco na RS Berkane. Kwa upande wa kipengele cha kipa bora, tuzo hiyo inawaniwa na Munir Mohamed wa RS Berkane, Yassine Bounou wa Al Hilal na Ronwen Williams wa Mamelodi Sundowns. Na katika upande wa kocha bora, tuzo hiyo inawaniwa na Bobisto aliyepeleka Cape Verde kombe la dunia kwa mara ya kwanza, Mohamed Wahabi aliyebeba kombe la dunia la vijana chini ya umri wa miaka 20, na Walid Regragui wa timu ya taifa ya Morocco. Asante kwa kuifuatilia EATV saa moja kwa upande wa michezo. Mimi ni Wastara Msese.